Mkoa wa Tabora unapatikana katikati ya ukanda wa magharibi mwa Tanzania. Kijiografia ndiyo mkoa mkubwa zaidi kieneo, ukiwa na kilomita za mraba 76,151, huku asilimia 46 ya eneo hilo pakihifadhi misitu na asilimia 22 sawa na kilomita za mraba 17,122 likiwa mahususi kwa hifadhi za wanyama. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, Tabora ina idadi ya watu zaidi ya milioni 3.3 na kuufanya kuwa mkoa wa tatu kwa idadi kubwa ya watu baada ya Dar es Salaam na Mwanza. Wilaya 7 za mkoa wa Tabora, yaani Tabora yenyewe, Nzega, Igunga, Uyui, Urambo, Sikonge na Kaliua zinaunda eneo hili la kimkakati linalogawa mapande ya kiuchumi kwa taifa la Tanzania. Wakazi wa eneo hili ni wajuzi katika shughuli za kilimo, ufugaji, biashara, viwanda na madini pamoja na nyinginezo. Mkoa huu una utajiri adhimu wa historia inayoweza kuchakatwa kimkakati na kuwa bidhaa bora za utalii. Kituo cha makumbusho cha Dr. Livingstone, eneo la Kazi Hill, kaburi la Mtemi Milambo, njia ya watumwa eneo la Utusini, hospitali ya kwanza Tanzania, hifadhi ya taifa Mto Ugala iliyoko wilaya za Urambo na Kaliua, hifadhi ya taifa Kigosi wilayani Kaliua na nyinginezo nyingi. Hii ni Tabora inayohitaji muda mwingi kuimega kwa utuo na kuielezea katika mawanda ya shughuli za kila siku za kiuchumi. Ni wazi ukifunga safari kuelekea mkoa huu utaagizwa kurejea na asali tamu ya asili na fahari ya Wanyamwezi, Wanyanyembe, Wakonongo, Wasukuma na makabila mengine. Kwa ukubwa wa Tabora, yahitajika miundombinu bora ya usafiri na usafirishaji, ikiwemo barabara, ili mjongeo wa watu waingiao na watokao uwe rafiki. Kwa mintarafu hiyo, wakala ya barabara Tanzania TANROADS inasimama mstari wa mbele ili kuhakikisha Tabora inapitika na kuunganisha pande zote za nchi. Rafaeli Mlimaji ni meneja wa TANROADS mkoa wa Tabora. Yeye ana ufahamu wa kina juu ya ujenzi wa barabara za Tabora. Mkoa wa Tabora ndio mkoa mkubwa wenye mtandao mkubwa wa barabara wenye jumla ya kilomita 2188.09. Kati ya hizo tuna kilomita 1077.12 ambayo ni barabara kuu, na pia tuna barabara za mkoa zenye jumla ya kilomita 1073.37, na pia tunasimamia barabara za wilaya ambazo zimekasimishwa ni moja ambayo ina kilomita 37.6. Kimsingi zimegawanyika kwamba tuna barabara za lami na barabara za changarawe. Ukiangalia katika barabara za changarawe tuna kilomita 273.6. Hizo ni barabara ambazo zina changarawe kati ya kilomita 1077.2. Katika barabara hii ya wilaya yenye kilomita 37.6, barabara ya Igunga Mbutu Igurubi sehemu ya Mwagara ndio ina kilomita 37. Kati ya hizo kilomita 4 ni za changarawe. Nchi yenye milima na mabonde, mito na maziwa ikipitiwa na barabara, sharti pawepo muunganiko unaofanya ncha moja na nyingine zionane. Hapo ndipo madaraja yanahusika. Siku zilizopita madaraja kama Nyahua na Kizengi yalisababisha msongamano mkubwa wa magari kutokana na wembamba wake. Hivi leo hadithi hiyo ni ya tofauti. Tumekuwa tukiwa na miradi ambayo imekamilika na miradi ambayo inaendelea. Kwa hiyo tuna jumla ya miradi 7 ambayo imeshakamilika kutekelezwa. Kati ya hiyo miradi 7, ndani yake kuna madaraja 3 ambayo yamejengwa katika miradi hiyo. Mfano, katika barabara ya kutoka Manyoni kuja Tabora, kipande cha Tabora, kuna madaraja 2, Kizengi na Nyahua. Na pia katika barabara ya kutoka Tabora kwenda Koga Mpanda tuna daraja kubwa la Koga ambalo lina zaidi ya mita 120 na lenyewe limetekelezwa na kukamilika. Vumbi na barabara mbovu vinapendeza machoni ukivitazama kwenye runinga, lakini hivyo ni msalaba mkubwa kwa wakazi wanaopitia adha ya maeneo husika. Baadhi ya wana Tabora wamelala na mgonjwa barabara mbovu, wanajua mihemo yake. Leo hii wana ushuhuda baada ya mabadiliko. Katika miradi hii ni almost ni kilomita 500 za lami zimetengenezwa kwa gharama ya bilioni 489. Vile vile tuna miradi mingine 7 ambayo pia inaendelea hapa mkoani Tabora, ambayo inajumulisha miradi 3 ambayo ni ya usanifu kwa ajili ya barabara hizi kuja kujengwa kama ifuatavyo. Tuna barabara ya Tutuo Usoke
ina kilomita 69. Mhandisi mshauri anaendelea kufanya usanifu na yuko zaidi ya 25%. Tuna barabara nyingine inaitwa Puge Ziba Choma, ina kilomita 109, iko zaidi ya 90% kufanyiwa usanifu ili ianze kutekelezwa kwa kiwango cha lami, na Mheshimiwa Rais aitolea ahadi na tumeshatangaza baadhi ya kipande cha kilomita 11. Sasa hivi tuko kwenye hatua ya manunuzi. Tuna barabara ya kutoka Tabora kwenda Uliankuru na barabara zile za bypass, jumla ya kilomita 90, na chenyewe mhandisi mshauri anaendelea kufanya usanifu, yuko zaidi ya 50%. Ardhi yenye kuwatunza nyuki waletao asali adhimu kwa afya yetu, kilimo biashara cha tumbaku, pamba itupayo mavazi kujistiri na pesa kujikimu, itaneemeka na kushamiri kwa barabara bora, pia usafiri wa anga. TANROADS mkoani Tabora inahusika pia na ujenzi wa uwanja wa ndege, ikiwemo jengo la abiria. Kuna ujenzi wa uwanja wa ndege pia upo wenyewe unaendelea na uko 97%. Kama mnavyoweza kuona, vitu vilivyobaki vimebaki vitu vichache sana, na mkandarasi hivi karibuni anaenda kuvifunga. Vilivyobaki vya msingi kabisa ni generator yenye uwezo wa kuendesha mitambo hapa na kuwasha maeneo haya. Kimsingi na wenyewe umeshaagizwa mtambo huo, hiyo generator, na pia kuna handling baggage system kwa ajili ya mizigo, na yenyewe imeshaagizwa na mkandarasi. Nadhani kufikia mwezi wa 10 tuna imani kwamba itaweza kuwa imeshakamilika kwa 100%. Pia kwenye hili eneo kuna fence ambalo pia lilikuwa na kilomita 6.25 lishakamilika. Kuna hii car park ambayo pia itakuwa na uwezo kuchukua magari 54 kwa wakati mmoja, na vile vile tuna access road ya mita 375 ambayo pia imeshakamilika. Vile vile tuna miradi ambayo Mheshimiwa Rais ameipa kipaumbele ambayo inaenda kuanza kujengwa, ambayo tayari usanifu wake ulishakamilika. Tuna barabara ya Ipole Rungwa ambayo kimsingi ina kilomita 172.4, usanifu wake ulikamilika tangu 2020, na mpaka sasa hivi tumeshafanya kazi ya ujenzi wa daraja la Msuva lenye urefu wa mita 10 na barabara za maingilio mita 200 kila upande, kimaanisha kwamba mita 400, na gharama ya mradi huo kwa udogo wake jinsi unavyoonekana ilikuwa ni shilingi bilioni 1 na milioni 650 na laki 540. Mpaka sasa tumeshatumia kama bilioni 150 kwenye ukarabati na matengenezo ya barabara. Katika miradi hii imehusisha wazawa. Miradi yote ya matengenezo ya barabara ambayo imeshachukua zaidi ya bilioni 150, makandarasi waliokuwa wanatumika hapa ni zaidi ya makandarasi 10, wote ni wazawa. Pamoja na hao kuna wakina mama pia, na wenyewe wamepewa kipaumbele, tunafanya nao kazi za matengenezo ya barabara. Katika mwaka wa fedha huu tuliopita ambao tunasema ni 24-25, tuna jumla ya makandarasi 7 ambao ni wanawake kwa ajili ya kukuza uchumi wa wakina mama na kuwapa fursa katika sekta za serikali, kama jinsi serikali inavyoelekeza ya 30%, kwamba kuhakikisha makundi maalum yanapata kazi hizi. Makundi maalum hayo ni kama wanawake, ani wakina mama, kuna vijana, kuna wazee na kuna walemavu. Kwa hiyo kwa mkoa wa Tabora mimi nimekuwa nikitekeleza jambo hilo. Kitu kingine naweza nikasema kwamba hata katika miradi mikubwa kama huu airport unakuta aliyefanya subcontractor hapa ni mzawa. MS Samota Limited amejenga access road, amejenga parking, pia ajira zaidi ya 90% ilikuwa ni wazawa. Wageni walikuwa ni wachache, na hiyo ni kwa sababu ya accommodate kwamba wazawa waweze kupata ajira. Vile vile kwenye miradi hii mingine kama ujenzi wa mizani, kimsingi wazawa ni wengi kuliko wageni, na hii ni sheria ya nchi ambayo pia Dr. Samia Suluhu Hassan alielekeza sisi tutekeleze, kuhakikisha watu wanaokaa maeneo hayo wanapata ajira, na hilo nimekuwa nikilisimamia. Kimsingi katika mkoa wa Tabora kulingana na network ni kubwa, tuna jumla ya mizani ambayo iko katika station 4 mpaka sasa. Tuna mzani ambao tumefungua wiki iliyopita unaitwa mzani wa Kizengi, huko kilomita 98 kutoka Tabora. Una mizani miwili, mmoja uko south mwingine north, na umeanza kuoperate, na huu unapima kama group axle. Tuna mizani mingine iko sehemu moja inaitwa Puge kilomita 56.6 kutoka Tabora mjini uelekeo wa Nzega, na yenyewe pia mizani iko miwili, iko east na west, na hii migari inapima group axle, yani group la mitaimbo.
Pia tuna mzani wa Mkole huko kilomita 55 kutoka hapa kuelekea Sikonge. Pia na wenyewe una mashariki na magharibi, yani kuna Mkole East na Mkole West, na wenyewe unapima kundi la Mitaimbo. Na pia tuna mzani wetu mwingine huko Ilalangulu kilomita 20 kutoka mjini uelekeo wa Kigoma. Huu ni mzani mmoja ambao unaitwa single axle. Huu unapima Mtaimbo mmoja mmoja. Faida ya utekelezaji wa miradi kama airport, inarahisisha usafiri wa abiria kutoka mikoa mbalimbali kuja hapa kwa kupunguza muda, kwa sababu ndege inatumia muda mdogo, na vile vile ni kuongeza utalii. Idadi kubwa ya watalii tutapokea kulingana na kuwa na usafirishaji wa ndege, kwa sababu watu wengi wanaotoka nchi za wenzetu kule wanapokuwa wametarget kwenda kutembelea maeneo fulani wanaenda na muda. Kama anakuja kutembelea mbuga za wanyama mkoa wa Tabora, anatakiwa aruke, afike hapa mapema, aende akazunguka aje aondoke. Vile vile ni kukuza uchumi na maendeleo ya mkoa wa Tabora na mikoa jirani na nchi kwa ujumla. Ukiangalia upande wa barabara, inafungua fursa mbalimbali hasa kwa wananchi wanaoishi kando kando ya barabara. Miji inajengeka. Kwa mfano, katika tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2022, Mheshimiwa Rais alifungua barabara ya Nyaua Chaya pale Tula. Sasa hivi ukipita Tula miji imejengeka, yani wamejenga sana, biashara zinatoka na nini, mazao wakulima wananufaika kwa sababu yanasafirishika kiurahisi. Vile vile imerahisisha hata upatikanaji wa pembejeo, kwa sababu magari yanayoleta pembejeo yanafikika kila mahala kwa sababu ya miundombinu. Pia tuna program ya upendezeshaji miji katika mkoa wa Tabora. Tumeshafunga taa zaidi ya 4,000 za sola ambazo pia zinatumia nguvu ya jua kwa ajili ya kuongeza usalama na vile vile kupendezesha mji. Mfano, mji wa Tabora ukipita nyakati za usiku unang'ara, unawaka mataa. Pia kuna upandaji wa bustani kama mnavyoweza kuona hapa, unapendezesha kwa kweli. Ukiangalia mifumo ya nchi zozote kule, hata ukienda nchi kama Ethiopia, Rwanda, unakuta katikati ya barabara wanaweka maua na miti ya kupendezesha. Kwa hiyo beautification na sisi tunayo. Mfano hapa Tabora Sia tuna beautification area zipo. Tuna maeneo ya Vipreft ambapo tumetengeneza, kuna nyuki ambao wanazalisha zao la asali. Kuna baadhi ukienda utakuta mizinga kwa ajili ya nyuki wenyewe wanakoweza kuweka. Tuna ng'ombe kwa ajili ya kujipambanua kwamba hapa Tabora pia kuna wafugaji na wakulima. Kwa hiyo na mambo ni mengi katika hali hiyo. Wito wangu sasa kwa wananchi, wahakikishe hawaingii katika hifadhi za barabara kwa kufanya shughuli zao mfano za kilimo bila kuwa na kibali chochote. Pia nitoe wito kwa wananchi hasa wanaokuwa wanahujumu miundombinu ya barabara kama guide rail, road sign na kubandua baadhi ya taarifa, waache kufanya jambo hilo, kwa sababu unaweza ukahatarisha maisha ya mtu anayetumia barabara, hasa maeneo ambayo unakuta kuna alama kama mbele kuna kivuko cha watoto au watembea kwa miguu. Umebandua, dereva ametoka na ni mgeni katika yale maeneo, anaweza akajikuta hapa na hapa, mtoto anakatisha, anamgonga, anapoteza maisha kwa sababu ya mtu tu kaenda kuchomoa hicho kitu ambacho hata wakati mwingine akimsaidii. Ili kuifikia shule ya sekondari ya wavulana Tabora, mahali palipo mfunda kielimu baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, pale kata ya Kitete, ama kuyazuru makaburi na majengo ya ukoo wa Mtemi Fundikira ilipoanzia jina Ikulu pale kata ya Itetemia manispaa ya Tabora, ni wazi barabara bora hazikwepeki. Kuzithamini juhudi za mkulima anayefanya Tabora kwa miongoni mwa mikoa 5 inayozalisha maembe kwa wingi nchini, na ili maembe hayo yafike Dar es Salaam yakiwa na hali nzuri bila gharama kubwa, ni wazi barabara zinapaswa kuwa thabiti na barabara.